Uh, Katika ndoa ya Muhammad aliweza kuwa na wake wengi. Unajua katika Qur'ani baada ya kushuka aya, kuna aya ambayo ilisema ya kwamba atakiwi kuwa na wake zaidi ya wanne. Lakini Muhammad kabla ya hapo alikuwa na wake 15. Ni hao wake zake wote, japo si wote aliweza kuwa na jamaa nao, si wote, au tu alikuwa ana haki kwao kama mume wao, lakini wale aliweza kujamiana nao ni kati ya hao, si hao. Na pale anakufa walikuwa ni wake 9 aliacha hapo, pamoja na Aisha ambaye ndio leo tunaenda kuangalia ndoa yake ilikuwa namna gani. Sasa kwanza kabla hatujaenda katika sila, ni vyema tuweze kuangalia katika Qur'an kuna aya ambayo inatupatia haki ya kwenda katika hadithi. Nisome hiyo aya kwanza kabla sijaenda katika hadithi hizo, ili tuweze kujua ni kwa nini tunaenda kwa hadithi za Mtume. Nitasoma katika aya ya 42 mstari wake ni wa 10 baada ya udhubirai. Anasema na mkitalifiana katika jambo lolote, mlejeeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume. Turejee kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume. Sasa katika Qur'ani hatuelezwi habari za Mtume, alizaliwa wapi, alioa nani, alikuwa namna gani, hizo tabia zake hatuelezwi katika Qur'ani, kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, lakini zinapatikana kwenye sira. Tutaangalia ya kwanza, tusikilize maneno ya Aisha mwenyewe. Aisha kwanza aliolewa akiwa na miaka 6. Aliolewa na Mtume akiwa na miaka 6. Lakini baada ya kuolewa akiwa na miaka 6, katika ujamaa wa kindoa ilikuwa ni baada ya miaka kufikisha miaka 9. Walikuwa Maka, ndipo alipomuolea, alafu baadaye akaenda naye Madina. Kwa hivyo katika mji wa Madina ndipo ambapo ndoa yao iliendelea. Naomba tusikilize maneno ya Aisha mwenyewe. Nasoma katika kitabu cha Al-Lulu wal-Marjan, hadithi ya 897, ukurasa wake ni 484. Sikiliza hii hadithi. Nasema haya ni maneno ya Aisha mwenyewe. Anasema hadithi ya Aisha, amesema Mtume alinioa nikiwa binti wa miaka 6, tukawa Madina, tukafikia kwa Ban Harith, ndipo walipofikia. Kwa nini? Kwa sababu hii nimesema walitoka Maka. Kwa hivyo kutoka Maka ndipo walipofikia, wakafika Madina. Hiyo safari inaelezwa katika kitabu kingine, hapa ndio hichi nitasoma. Kitabu kinaitwa Al-Maktum, ndio kitabu kinaitwa. Nitasoma hapo pia hadithi inavyoeleza. Sasa kumbuka, Aisha ametuambia aliolewa akiwa na miaka 6. Hii ya miaka 9 imetoka wapi? Tunaelezwa pia hapa hivi. Anasema katika ukurasa wa 247, anasema hivi, ndio tusome. Anasema katika mwaka wa 11 wa utume wa Muhammad, miaka 11 baada ya kupewa utume, anasema Mtume alioa Bi Aisha akiwa na umri wa miaka 6, na aliingia nyumbani kwake baada ya kuhamia Madina mwaka wa kwanza wa kuhama. Wakati huo Bi Aisha akiwa na umri wa miaka 9. Wavi huo ndio umri ambapo waliingia unyumba. Lakini si kwamba akuwa na ile haki ya mke wake, alikuwa nayo tokea akiwa na miaka 6, lakini akiwa na miaka 9 ndipo ambapo wakiwa Madina ndipo ambapo waliweza kufurahi katika ndoa yao. Akiwa miaka 9 ndipo alipoanza kubuingilia. Hiyo inatoka katika kitabu hiki. Nasoma hichi kitabu kinaitwa Historia ya Mtume Muhammad. Historia ya Mtume Muhammad inasoma katika ukurasa wa 158. Anasema kisha alimuoa Bi Aisha. Na hii sura inaeleza namna ambavyo wake wote 15 walikuwa hapo. Kumbuka Muhammad ameoa wengine baada ya kifo cha Bi Khadija. Bi Khadija ndio aliyekuwa mke wake wa kwanza.
baada ya utume Muhammad hakuoa mwingine, na hakuoa mwingine wakati wa uhai wa Bibi Khadija. Paka Bibi Khadija amekufa ndipo akaoa wengine. Sasa Aisha ameolewa, anasema akisha akamuoa Bibi Aisha binti Abubakar mwaka wa 2 AH, na huyo ndiye mke bikra pekee aliyemuoa Mtume. Alimuoa Maka, naye ni msichana wa miaka 6 tu, akamuingilia nyumbani Madina akiwa na umri wa miaka 9. Hiyo ndio ilivyoelezwa katika historia ya Mtume Muhammad juu ya mke wake anaitwa Aisha. Kwa hivyo hiyo ndio namna ambavyo Mtume alikuwa amepata mke anaitwa Aisha, akimuoa kwanza akiwa na miaka 6, baadaye akiwa na miaka 9.